Siku chache zilizopita, Netanyahu alitoka hadharani na kutusanua kwamba kwa sasa Israel ipo kwenye mpango wa kujenga mabomba makubwa ya gesi na mafuta yatakayopita baharini na kuelekea kwenye bandari zao. Alivitaja vitisho vya Irani katika utumiaji wa mlango bahari wa Hormuz kama sababu kuu ya kufanya maamuzi hayo. Unadhani ni kweli kwamba mpango huo wanaufanya kwa sababu ya vikwazo vya mlango bahari wa Hormuz? Hata kidogo. Labda wale wenye akili ndogo ndio ambao watamuamini. Lakini ukweli ni kwamba tangu kitambo hicho au jamaa wana ndoto ya kuifanya Israel kuwa kinara wa uuzaji na usambazaji wa mafuta na gesi zaidi ya mataifa yote ya Mashariki ya Kati. Watawezaje kufanya hayo yote? Kaa kwa kutulia, wacha nikupe madini ya uhakika. Usilolijua ni kwamba ule mwambao wote wa bahari uliopo pale Gaza una akiba kubwa ya utajiri wa mafuta na gesi asilia. Wastani wa mapipa ya mafuta bilioni 1.5 na gesi asilia yenye futi za ujazo trilioni 1.4 zipo pale kwenye ardhi ya Gaza. Baada ya kufanyika kwa utafiti, eneo lote lenye utajiri huo wa mafuta na gesi lilipewa jina la Gaza Marine 1 and 2. Ila kwenye kupiga mahesabu sasa, watasha walikadiria thamani ya utajiri wa gesi asilia pekee ni zaidi ya dola bilioni 8, kama trilioni 20 hivi. Utajiri ambao unaweza kuifanya Palestina yote kuwa Qatar ndogo ya Mashariki ya Kati. Ilipofika mwaka 1999, baada ya mkeka kutiki, Yasir Arafat, kiongozi wa zamani wa Palestina, alisaini mkataba wa miaka 25 na kampuni ya British Gas BG Group kwa ajili ya kuanza uchimbaji wa gesi hiyo. Wazayuni wakafanya fitna zao kama kawaida. Unajua ni kwa nini? Tangu mwaka 1960 Israel wana mradi wa ndoto zao unaitwa Ben Gurion Canal Project, ambao wanataka kuutekeleza. Mradi wa kimkakati unaotajwa kuwa mbadala wa mfereji wa Suez, ambao ndio njia kuu ya biashara kati ya bara la Asia na Ulaya. Mpango wao ni kuchimba mfereji wao kuanzia eneo la Ghuba ya Aqaba kusini mwa Israel kwa kupitia jangwa la Negev, ambao utaunganisha Bahari Nyekundu hadi Bahari ya Mediterania. Kwenye ramani zao, mfereji huo unatakiwa kupita pale Gaza ili kuwepo na njia fupi na salama zaidi. Sasa wataupitishaje Gaza bila kuwaondoa watu wa Gaza? Mwaka 2019, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya biashara na maendeleo lilitoa ripoti iitwayo The Economic Cost of Occupation for the Palestinian People, the Unrealized Oil and Natural Gas Potential. Ripoti moja ya moto sana ambayo ndani yake ilikuwa na madini ya gharama kupita maelezo. Ripoti hiyo ilisema kwa miaka mingi Palestina imepoteza mabilioni ya dola kwa sababu tu Israel imezuia uchimbaji wa rasilimali zake, yaani uchimbaji wa mafuta na gesi huko kwenye pwani ya Gaza na ukingo wa Magharibi. Kama mnakumbuka vizuri, miaka mitano iliyopita 2021-22, kupitia mkataba wa Cairo, Israel, Misri na Umoja wa Ulaya walisaini mkataba wa kihistoria wa kuuza gesi ya Israel kwenda barani Ulaya. Guess what? Karine El-Harar, waziri wa nishati wa Israel, alijitapa hadharani kwa kusema, hiki ndio kipindi bora na cha kihistoria ambacho tunakwenda kuishuhudia Israel inavyoweza kuliteka soko la nishati duniani. Makubaliano haya yanakwenda kuipa kibali Israel cha kufanya biashara na bara zima la Ulaya kwa mara ya kwanza. Swali likazaliwa, hiyo gesi wanaitoa wapi? Hicho ndio kipengele kilichowaumiza kichwa. Wakichungulia pale Gaza, gesi na mafuta yamejaa kibao kuanzia ukanda wa Gaza Marine hadi kwenye bonde la Levant. Hapo ndipo wazo la kuichukua Gaza yote lilipoibuka, na mipango ya kuwahamisha raia wote wa Gaza likaanza kutekelezwa faster, kama mnavyoona kwa sasa kile kinachoendelea. Walianza na mji wa Rafah kwa kuwaswaga na kuwafukuza watu wote na kubakisha magofu tu. Kisha Marekani wakajenga bandari ya muda kwa kujifanya eti wanarahisisha lojistiki za ufikishaji wa magunia ya unga. Mwishowe wamekuja na mradi wa Gaza mpya unaosimamiwa na Trump mwenyewe wenye lengo la kuwahamisha raia wote wa Gaza. Sijui unanielewa swaiba? Haya ndo yale aliyoyasema waziri Karine El-Harari. Hii ndio nafasi pekee ya Israel
kuwa superpower wa nishati. Kama Gaza ndio kikwazo, basi kinapaswa kuondolewa kwa gharama yoyote. Hivyo ndivyo wahuni wanavyofanya mambo yao. Kila kitu kinakwenda kwa mpangilio, wala hawafanyi kwa bahati mbaya. Bwana, hiyo ni kutokea kwake Feruzi Ndeka, na mimi ni Shadi Saidi Ngamilo kutokea Sisi na Wewe Media.